Naam, Rais Samia amechoka kukaa kimya na kukosolewa kila wakati. Ameeleza masikitiko yake kuhusu tabia ya baadhi ya wananchi wa Tanzania ya kumkosoa mara kwa mara licha ya juhudi anazodai kuendelea kuzifanya katika uongozi wa nchi kwa manufaa ya Watanzania hao hao. Samia Suluhu sasa asema kukaa kimya basi, atuma ujumbe huu mzito kwa wale wote wanaomshambulia kwa maneno mara kwa mara. Kabla tuangalie ujumbe wa Samia Suluhu kwa wanaomshambulia kwa maneno, kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kisha tuendelee. Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kusikitishwa kwake na hali aliyoielezea kama tabia ya baadhi ya wananchi kutoa malalamiko au upinzani wa mara kwa mara licha ya juhudi zinazoendelea kufanywa na serikali yake kushughulikia mahitaji ya nchi. Akizungumza mbele ya wananchi na viongozi wa serikali katika hafla iliyofanyika hivi karibuni, Rais Samia alisema amebaini tofauti kubwa kati ya mapokezi anayopata anapofanya ziara nje ya nchi na jinsi anavyozungumziwa anaporejea nyumbani. Kulingana na kauli yake, anaposafiri nje ya nchi hupokea sifa na shukrani kutoka kwa viongozi wa mataifa mengine na wananchi wanaotambua kazi inayofanywa na serikali yake nyuma Tanzania. Alisema kuwa anaporejea Tanzania mara nyingi husikia mitazamo tofauti kabisa, hali inayomshangaza na kumfanya ajiulize maswali kuhusu jinsi uongozi wake unavyotathminiwa ndani ya nchi. Rais Samia alisema tofauti hiyo inamfanya tafakari jinsi kazi yake inavyopimwa na wananchi anaowaongoza. Alisisitiza kuwa yeye na serikali yake ya CCM wamefanya juhudi kubwa katika sekta mbalimbali zikiwemo uchumi, elimu, afya na miundombinu, na kudokeza kuwa rekodi hiyo haionekani wazi katika maoni yanayotolewa na wananchi wa ndani. Kauli zake zimezua mjadala mpana katika maeneo mbalimbali ya nchi. Baadhi ya wananchi wameunga mkono msimamo wa rais, wakisema kuwa viongozi wanapaswa kutambuliwa kwa mafanikio yao kabla ya kukosolewa. Wale wenye mtazamo huu wamebainisha maeneo mahususi ya uwekezaji wa serikali kama ushahidi kwamba masikitiko ya rais yanaeleweka. Kundi jingine la wananchi limechukua msimamo tofauti, likisema kuwa ukosoaji wenye hoja ni jambo la kawaida na muhimu katika uwajibikaji ndani ya mfumo wa kidemokrasia. Kwa mujibu wa mtazamo huu, wananchi wana haki ya kutoa maoni na kuibua hoja pale wanapoona huduma za umma hazifikii matarajio bila kujali rekodi ya jumla ya serikali. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaotoa maoni kuhusu kauli ya rais wamesema kuwa kuwepo kwa tofauti kati ya sifa za kimataifa na ukosoaji wa ndani si jambo geni kwa viongozi wa nchi na huonekana katika mataifa mengi. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, hali hiyo mara nyingi huchangiwa na ukweli kwamba watu wa nje wa nchi kwa kawaida huangazia rekodi ya jumla ya sera na hadhi ya kidiplomasia ya kiongozi, huku wananchi wa ndani wakihisi moja kwa moja athari za maamuzi ya serikali katika maisha yao ya kila siku, jambo linaloweza kuleta mitazamo ya kukosoa au hisia mseto bila kujali mwelekeo wa jumla wa maendeleo ya nchi. Baadhi ya wachambuzi wamependekeza kuwa badala ya kuchukuliwa kama ishara ya kutokuwa na shukrani, aina hii ya uchunguzi wa ndani inaweza kutumika kama kiashirio muhimu cha maeneo ambayo matarajio ya umma bado hayajatimizwa, na inaweza kutumika kwa njia yenye tija kuongoza maboresho zaidi katika utendaji wa serikali. Kauli za Rais Samia zinakuja wakati ambapo ametoa matamshi kadhaa ya hadhara yakigusia nyanja mbalimbali za utawala na mijadala ya umma. Katika tamshi jingine la hivi karibuni, alizungumzia mvutano ndani ya CCM kuhusu kasi na muundo wa mchakato wa marekebisho ya katiba, akisisitiza kuwa serikali haina nia ya kuzuia mchakato huo na kuweka wazi ratiba inayolingana na ilani ya uchaguzi ya chama. Ikijumuishwa na kauli hizi za hivi karibuni kuhusu ukosoaji wa umma, matukio hayo ya kujitokeza kwake hadharani yanaashiria jitihada pana zaidi za kushughulikia moja kwa moja maeneo ambayo rekodi ya serikali yake na mtazamo wa umma unaonekana kutofautiana. Kwa mujibu wa tathmini yake mwenyewe, ni muhimu kuzingatia kuwa katika kauli hizi, Rais Samia hakutaja mifano mahususi ya ukosoaji anaouona kuwa usio wa haki, wala hakutaja wakosoaji au majukwaa mahususi.
Maoni yake yalitolewa kwa lugha ya jumla yakielezea mwenendo wa jumla ambao anasema ameugundua badala ya kujibu tamshi au tukio lolote mahususi. Mtindo huo wa uwasilishaji umeacha nafasi ya kutafsiri ni ukosoaji upi hasa uliosababisha kauli hizo za rais, na maoni yaliyotolewa kama mwitikio yamejikita zaidi katika kanuni pana aliyoibua badala ya tukio lolote mahususi. Mwitikio rasmi wa serikali uliotolewa kuhusiana na kauli za Rais Samia umesisitiza kuwa itaendelea kusikiliza maoni ya wananchi wa Tanzania na kufanyia kazi kwa lengo la kuleta maendeleo kwa nchi nzima. Msimamo huo unaonyesha kuwa serikali ya CCM inaendelea kuzingatia maoni ya umma hata wakati ambapo kauli za rais mwenyewe zilionyesha kutoridhishwa na namna baadhi ya maoni hayo yanavyotolewa. Mwitikio dhidi ya maoni ya rais umeendelea kujitokeza katika majukwaa na jamii mbalimbali, huku wananchi, wachambuzi na wanasiasa wakitoa tafsiri tofauti kabisa. Wanaounga mkono msimamo wa rais wamefasiri kauli zake kama mtazamo wa busara kuhusu namna viongozi wanavyochukuliwa mara nyingi. Kwa upande mwingine, wakosoaji wa mtazamo huo wanasema kuwa viongozi wa umma akiwemo rais kwa kawaida wanatarajiwa kufanya kazi chini ya viwango vya juu vya uangalizi wa umma, hasa kutokana na ukubwa wa mamlaka na rasilimali wanazosimamia, na kwamba uangalizi huo haupaswi kuchukuliwa kama kutotathmini mafanikio halisi yaliyopatikana. Kwa sasa kauli hizi za Rais Samia Suluhu zinabaki kuwa tafakari ya hadhara kuhusu uhusiano kati ya rekodi ya serikali yake na namna rekodi hiyo inavyotazamwa ndani ya nchi. Zikitolewa bila kurejelea mkosoaji au utata wowote mahususi, bado haijajulikana iwapo kauli zake zitasababisha mabadiliko yoyote katika namna serikali inavyoshughulikia ukosoaji wa umma hapo baadaye, au iwapo zitasalia tu kuwa mada ya mjadala katika uchambuzi wa kisiasa unaoendelea. Hadi kufikia sasa, hakuna chama chochote cha upinzani au kiongozi yoyote yule wa upinzani ambaye amejibu kuhusiana na malalamiko na masikitiko yaliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa kuna watu bado wanamzungumzia vibaya na kumshambulia kwa maneno licha ya Samia kufanya juu chini kuendeleza taifa hili la Tanzania. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia mrejesho wa kauli hizi za Rais Samia kutoka CCM na tutatoa taarifa kuhusu hatua zinazofuata, ikiwa ni pamoja na maoni yoyote ya ziada kutoka ofisi ya rais au kutoka kwa wadau wa siasa na upinzani Chadema au asasi za kiraia wanaotoa maoni yao kuhusu kauli hiyo. Iwapo pia kutatokea wengine ambao watazidi kumkosoa Rais Samia Suluhu Hassan licha ya Samia kuweza kutangaza rasmi masikitiko yake leo, vilevile tutaweza kukuletea taarifa hizo hapa Simulizi Media. Kwa sasa mtazamaji, na kuomba tu kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele. Alafu vilevile mtazamaji, ni kueleze tu maoni yako ni muhimu, hivyo basi upande wa comment nijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na masikitiko haya ya rais. Bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.